Habari mpenzi mtazamaji wa Rachel Robin Online TV. Siku hii ya leo tutakwenda kuangalia maamuzi ya nchi kama Ufaransa, Uingereza pamoja na Canada ya kuitishia Israeli kuiwekea vikwazo endapo haitaacha mara moja kufanya wale ambao wanayafanya pale Palestina, sasa katika masuala ya misaada ya kibinadamu. Wametishia kwamba wataiwekea vikwazo. Vitisho kama hivi Marekani anaweza akavipokeaje? Haya ndio mambo ambayo nakwenda kuongea siku hii ya leo. Kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Marekani na hizi nchi kwa muda mrefu wamekuwa ni washirika. Sera zao zimekuwa zikilandana kwa muda mrefu. Na hizi nchi kwa muda mrefu zote wamekuwa ni washirika wa Israel na wamekuwa wakilinda Israel kwa hali na mali. Lakini hali imebadilika. Na moja ya vitu ambavyo vimechangia hali kubadilika mpaka leo hii tunashuhudia kauli kama hizi kutoka kwa nchi ambazo tumezizoea kuwa ni washirika wakuu wa Israeli ni public opinions, yani maoni ya wananchi wao. Kwa muda mrefu dunia ilikuwa imetawaliwa zaidi na vyombo vya habari vya wakoloni wetu, ambapo ndio vyombo vya habari vikubwa duniani. Kwa hiyo hii kitu ikafanya watu wengi wakawa wanapata habari zile ambazo zinaendana na maslahi ya hizi nchi za wakoloni wetu, na haya yote yakafanya kwamba Israeli mambo yao mengi ambao wanafanya, historia ya vita, mambo yao mengi yanayoendelea kati ya Israel na Palestina yawe yanaonyeshwa yale ya upande mmoja. Kwa hiyo mara nyingi tulikuwa tukisikia kuna vurugu kati ya Waisraeli na Wapalestina, tulikuwa tukiambiwa kwamba Wapalestina wanarusha, wanafanya fujo ndani ya Israel. Kwa hiyo zile serikali za wazungu zilikuwa zikiwaambia wananchi wao kwamba tunaisaidia Israel ili iweze kujilinda mikononi mwa Wapalestina ambao wanawaonea kwa kuwarushia mabomu kila siku. Kwa hiyo ukichanganya na mambo ya dini pia, ikawa wale wananchi kule katika nchi za Ulaya na Marekani wakawa wanaona ni haki Israeli kulindwa na serikali zao. Lakini hiko kilikuwa ni kipindi ambacho wananchi walikuwa wanategemea vyombo vya habari ndio viwape taarifa. Kipindi hiko kimebadilika na sasa hivi tuko katika kipindi cha mitandao ya kijamii ambapo kila mtu mwenye simu ya mkononi amegeuka kuwa mwandishi wa habari na mpiga picha. Kwa hiyo matukio ambayo yanatokea ndani ya Israeli na Palestina, watu hawasubiri tena vyombo vya habari viwaambie, bali wanapata habari moja kwa moja kutoka kwa wahusika walioko huko katika uwanja wa mapambano. Kwa hiyo sasa hivi watu wanarushiwa picha, videos kutoka Gaza kwenyewe moja kwa moja bila kuchujwa, bila kueditiwa. Kitu kinarushwa moja kwa moja, watu wanaona. Lakini pia hizi nchi za Ulaya Magharibi pamoja na Marekani walikuwa na vita kwa miaka kama 20 katika nchi za Waarabu. Miaka kama 20 iliyopita walikuwa busy kupigana katika nchi za Waarabu. Hiyo kitu ikasababisha wakimbizi wengi sana wa Kiarabu waende kukaa katika hizo nchi zao. Unajua kuna sheria lazima upokee wakimbizi. Kwa hiyo ilibidi wawapokee wakimbizi wa hizo nchi walizokuwa wanazipiga. Kwa hiyo leo hii kuna Waarabu wengi wako katika hizi nchi za Ulaya, lakini pia katika nchi ya Marekani. Hii inafanya wale Waarabu sasa wanawafungua macho wananchi wa kule kwamba jamani, chanzo cha mgogoro ni hiki na hiki. Mgogoro ulianza mwaka 1948. Huu si ule mgogoro ambao mnaambiwa uko katika Biblia wa miaka ile ya kale. Hiyo hakuna. Hii ni Israeli mpya, imeundwa mwaka 48 na ndio mgogoro ulipoanzia kati ya Israeli na Palestina kwa sababu ya hii na hii na hii. Wanawaelezea. Kwa hiyo wananchi wa kule wakafunguka akili. Na sasa wao ndo wanaongoza kwa kuandamana kuitetea Palestina. Na wao ndo wanaongoza kuziambia serikali zao kwamba hatutaki muendelee kuipa Israeli silaha kwa sababu zile silaha zinaenda kuua watoto ndani ya Palestina. Kwa hiyo hii imefanya viongozi wao wawe katika wakati mgumu sasa hivi. Nilikuwaga siku zote nasema kitu kitakachokuja kuwaokoa wa Palestina ni vile ambavyo wanaendelea kurusha yale ambayo yanaendelea pale katika ardhi yao. Hii itafanya wananchi ndo wa nchi za Ulaya na Marekani ndo waokoe. Hawataokolewa na wanasiasa wa hizo nchi, ila wataokolewa na wananchi. Na sasa ndo hicho kipindi kimefika. Kwa sababu gani nasema hivi? Hawa wanasiasa sera zao siku zote huwa zinaenda na wale wafadhili wao waliowasaidia wakaingia madarakani, waliowasaidia katika kampeni na nini. Na wafadhili wengi ni Wayahudi kwa sababu matajiri wengi katika hii dunia ni Wayahudi. Kwa hiyo hichi kitendo kikawa kinafanya hata wakiwa madarakani wawe na sera ambazo zitaipendelea Israeli. Lakini sasa tajiri hata kikufadhili katika kampeni, kama mwananchi hajakupigia kura haushindi. Sana sana utaingia tu katika madeni na huyo tajiri. Kwa hiyo hawa viongozi hata kama wamefadhiliwa
katika kampeni zao na hawa matajiri wa Kiyahudi. Mwisho wa siku wanayemtetemekea zaidi ni mwananchi anaowapigia kura. Wananchi wakiandamana wakatishia hatutakupigia kura, hawa viongozi lazima wabadili misimamo. Na hiki ndicho tunachokiona sasa hivi na tulichokiona hata katika kipindi cha uchaguzi wa Marekani mwaka uliopita. Joe Biden wengi hawakumpigia kura Kamala Harris na wengi walikuwa wanamkataa Joe Biden kwa sababu ya vita iliyokuwa inaendelea hapo Gaza kati ya Israeli na Hamas. Wengi wakimlaumu Joe Biden kwamba anafadhili ile vita kwa kumpa Netanyahu silaha. Kwa hiyo hii inafanya viongozi wa Ulaya nao waone kabisa kwamba hapa tutaharibu kwa wananchi wetu ambao wanatupigia kura. Kwa hiyo wanaamua sasa hapo kuona kwamba tuongee mambo ambao wananchi wetu wanataka kuyasikia. Na mambo ambao wananchi wa Ulaya sasa hivi wanataka kuyasikia ni kuona serikali zao zikikemea yale mambo ambayo Israeli anayafanya ndani ya Gaza. Kwa hiyo ndio maana tumesikia kauli za viongozi wakiongea mambo kama hayo, wakikemea Israeli, japo zamani tulikuwa tunajua kabisa kwamba wanaitetea Israeli. Sasa basi, Marekani anaona vipi haya maamuzi yaliyotolewa na hizi nchi leo hii? Marekani hata yafurahia sasa Donald Trump, kwa sababu sera ya Donald Trump ni kuendelea kuifadhili Israeli, na sera kuu ya Donald Trump kwa sasa ni kuichukua Gaza kabisa. Kwa hiyo kitendo cha hizi nchi kutoa kauli kama hiyo ya kuitisha Israeli kusema wataiwekea vikwazo inakwenda kumfanya Trump awe katika wakati mgumu sana, kwa sababu sasa hivi akiwa anaendelea kuchukua maamuzi ya kuisapoti Israeli au maamuzi yake ya kutaka kuichukua Gaza, wananchi wanazidi kufunguka akili na watazidi kutaka na yeye pia achukue maamuzi ya kuikemea Israeli kama yaliyofanywa na Wafaransa, Waingereza na Canada. Ndio wananchi wa Marekani sasa hivi watakuwa wanataka kukiona kwa Trump pia achukue maamuzi hayo ya kuikemea Israeli, na ikikataa achukue maamuzi ya kuiwekea vikwazo kama ambavyo hizi nchi za Ulaya zilivyotamka kwamba na zenyewe zitaiwekea vikwazo. Kwa hiyo haya ndio ambayo yataendelea. Trump atakuwa sasa hivi anasikitika, na hawa watu watakuwa wamefanya makusudi pia, kwa sababu sasa hivi hawana cha kuogopa tena. Zamani walikuwa wanakubaliana na kila kitu juu ya Israeli kutokana na kwamba Israeli ni mshirika mkuu wa Marekani. Lakini sasa hivi toka Trump kaingia, wao wenyewe pia hawaelewani sana na Marekani. Wana sera tofauti na Marekani. Nchi za Ulaya zina sera tofauti na Marekani. Kwa hiyo hii inawafanya sasa wanakuwa huru zaidi kusikiliza maoni ya wananchi wao kuliko kuisikiliza Marekani. Ndio maana haya yanatokea. Trump sasa hivi upepo wake hauendi vizuri na nchi za Ulaya. Canada haiko Ulaya. Canada iko Amerika ya Kaskazini na ndio nchi iliyopakana na Marekani. Sasa anaionaje Canada? Trump na Canada hawapatani. Japo katika historia ya Marekani na Canada ni majirani bora nafikiri kuliko majirani wote duniani. Hawa watu ndio wana mpaka mrefu kuliko nchi zote duniani kama sikosei. Kama nitakuwa nimekosea mtanisahihisha. Pamoja na kuwa wana mpaka mrefu kuliko nchi zote duniani, lakini ni nchi ambazo zinapatana sana kwa miaka mingi. Na hii ni baada ya zama za kale kuingia vitani. Na ile vita ilipomalizika ndiko hawa watu wakapatanaga mpaka leo. Lakini sasa hivi hawapatani tena kutokana na nini? Kutokana na Trump alipoingia madarakani kawa na sera tofauti. Kwa hiyo Canada sasa hivi anajiona yuko salama zaidi katika mikono ya nchi za Ulaya kuliko katika mikono ya Marekani. Hivi ndivyo ilivyo. Najua mtauliza juu ya hiyo vita ya zama za kale. Ilitokea mwaka 1812 ambako Wamarekani walikuwa na taifa changa ndio limetoka kupata uhuru. Wakaamua kwenda kuivamia Canada ikiwa ni koloni la Muingereza, bosi wao wa zamani. Walipoivamia Canada na waliona kwamba ulikuwa ni muda sahihi kwa sababu walijua Muingereza atakuwa bize kwenye vita ya Ulaya. Napoleon Bonaparte, kiongozi wa Ufaransa zamani, alianzisha vita kuipiga Urusi. Aliivamia Urusi mwaka 1812. Walipoivamia Urusi huku, Marekani wakaona huu ni wakati mwafaka wa sisi kuivamia Canada. Wakaivamia Canada. Moja ya vitu vilivyofanya ivamie Canada ni kwamba Waingereza kipindi kile walikuwa na wabania wa Marekani wasijitanue zaidi. Kwa hiyo Waingereza walikuwa wasapoti kwa pesa na silaha vikundi vya Wahindi wekundu ili vipambane na Wamarekani wasijitanue zaidi. Marekani ilipata uhuru ikiwa na majimbo 13, sasa hivi na majimbo 50. Ni kutokana kwamba walijitanua zaidi. Sasa Mwingereza alikuwa anazuia hilo. Kwa hiyo vita ndivyo ilivyokuwa na iliisha mwaka 1814. Marekani mpaka alichomewa ikulu yake kipindi hicho kutokana na hiyo vita. Ila baadaye walikuja kupatana na mpaka leo ni marafiki wazuri, lakini sasa hivi sera zao zinaanza kuwa tofauti. Na haya matamko ya jana ya leo yamezidi kuifanya Marekani nafikiri izidi kuwa tofauti na Canada.